hapa tulipofikia sasa hivi tumeona serikali inataka maridhiano. ACT Wazalendo wanasema maridhiano bila haki hayawezi kufikiwa. Lakini pia tumeona Chadema na wenyewe wanataka maridhiano yawe ya uwazi, wanataka uwazi na ajenda ziwekwe wazi kabisa kuhusiana kuelekea kwenye hayo maridhiano. Sasa kwa hapa tulipofika, ukiangalia kila mmoja ni kama ana nia ya kwenda kwenye maridhiano. Tunaendaje mbele sasa kuanzia hapa ili tumalize hili na tuingie kwenye mchakato wa katiba mpya? Asante sana. Kwanza nashukuru sana kwa kunipa fursa ya kuja hapa studio tena. Nadhani kumekuwa na changamoto ya wadau wote kwenye sekta ya siasa nchini kutokuwa honest. Tumekuwa tunaongozwa na uongo mwingi na kuficha ukweli kwenye maneno mengine au unafiki mwingi sana ambao umeleta changamoto nadhani kwenye safari ya kuelekea kwenye upatanishi. Nadhani kuna tume ambazo zimeundwa tayari na kuna ambazo zinaendelea hapa za uchunguzi na kuelekea kwenye upatanishi ambazo zitaelekea kwenye katiba mpya. Lakini utashi wa kisiasa unahitajika pande zote, sio upande wa serikali peke yake. Haya maridhiano sio kwamba CCM inaiomba au serikali ya Tanzania inaomba maridhiano. Serikali ya Tanzania inaweza ikasurvive miaka hii iliyobaki vizuri bila hata maridhiano, kwa sababu walikuwa decisive winners, walikuwa washindi final. Hata kama imeleta makovu makubwa, lakini kwenye kura walipata walizopata, kwenye vurugu zilizoanzishwa ziliwezwa kutulizwa na jamii inaendelea, unaelewa, kuishi hata kama ina makovu. Kwa hiyo utashi unahitajika upande wote, na mimi ambacho ningependa kuasa kuwe na ukweli na upande wa pili, kwa sababu kumekuwa na kuficha au kudogosha ukubwa wa matukio ya tarehe 29 ambayo ina undermine nia thabiti ya watu kwenda kwenye maridhiano, kwa sababu kitendo kilichotokea tarehe 29 lilikuwa ni jaribio lililofeli la kupindua serikali. Na kama tunabidi tuulize wadau wote ambao walihamasisha jaribio hilo la kubaka katiba na kuvunja uchaguzi na kuharibu, kama waliweza kufikiria kuibypass katiba, wakatoka nje ya katiba kupata malengo yao ya kisiasa, hii katiba ambayo nini ambacho kinahitajika kwenye katiba mpya? Nini maana ya kuheshimu katiba kama katiba tarehe 29 iliweza kubakwa, iliweza kurukwa? Na je, wangepata madaraka, unadhani wangerudisha serikali labda kwa CCM au kwamba tulikuwa tunajaribu tu kurudisha reforms? No, wangefanikiwa kuingia Ikulu, kula tausi kama walivyosema na vitu vyote, wangekuwa wameshinda hata bila katiba, wangekuwa wameweza kuchukua nchi bila uchaguzi. Je, wangeweza kushikilia nchi kwa misingi ya katiba baada ya kuichukua kinguvu kwa kubaka katiba? Ni vitu ambavyo mimi binafsi sisi najiuliza mara nyingi sana. Kwa hiyo kunahitajika utashi wa pande zote mbili, na umma wa Tanzania inabidi ufahamu kwamba tunatakiwa tuwe watu ambao ni wa kweli. Kumekuwa na uongo sana, wanasiasa hawaheshimiki kwa sababu wanadanganya vitu vinavyoonekana hata na mtu wa kawaida. Naomba tuwe na culture ya kuongea ukweli, ambayo nadhani imekosekana, ambayo inaharibu utashi wa kisiasa kuelekea kwenye maridhiano. Kuna namna hapa na mimi natamani kidogo makini kama unanisikia izungumze. Ndio. Mimi binafsi kuna namna naiona kwamba tuna vyama vingi na kila chama kinajitutumua kuja na mapendekezo namna ya kupata maridhiano, ingawa wanasema hakuna kuridhiana pasipo mazungumzo. Yani anaanza mazungumzo, maridhiano ni yule muafaka au suluhu ya kilichozungumzwa. Katika hali ya kawaida kuna namna ambayo ukiangalia Chadema wana masharti yao, ACT wana ya kwao, kuna vyama vingine vina vya kwao, chama kinachoshika hatamu kina ya kwao. Tunaunganisha vipi ili kuona hayo yote ambayo yanasigana tuwe katika mrengo mmoja na ikawa muafaka ndio yakawa maridhiano baada ya kuzungumza? Nadhani tume ya uchunguzi huu ambayo itafanyika ya mambo ya jinai na vitu vyote itatusaidia kuweza kufika kwenye shared truth, tu na ukweli ambao unakubalika pande zote mbili, kwa sababu ni very unrealistic kuweka conditions za masharti ya unatakaje kwenye position ambayo mtu upo. Mimi
nadhani kwamba kuna masharti yanatolewa pande zote mbili ambayo yana make sense kabisa, kwa sababu unakuta upande wanasema labda hatuwezi tukaendelea na mazungumzo tukiwa na mwenyekiti wote yupo ndani. Ni very fair point actually ukiangalia, lakini sasa ndio hapo tunaingia kwenye kuingilia mihimili mingine kama ya mahakama ambao ni tofauti kabisa, inaenda tofauti kabisa, na as much as siasa zinaendelea, na rais hata ameliongelea juzi wakati anaongea na vyama vingine vyote 17 kwamba wanasikiliza pande zote mbili. Serikali imejitahidi sana kuwa na posture nzuri, positive, kwa sababu kwenye nchi nyingine waliofanya hivi vitendo wangekuwa na status maybe mbaya zaidi, wangekuwa ni kama kama mwendo wa mateka, ni kama watu ambao wamejaribu kupindua serikali wameshindwa, hawezi kuwa na posture ya kutoa masharti wanataka nini. Leo ukajaribu kumpindua Nkurunziza ukashindwa pale Burundi, alafu ukasema sisi hapa hatutaki kutoka msituni mpaka mtupe hichi na hichi na hichi. Nadhani kwamba tuwe na ukweli ambao tunaukubali pande zote mbili, kwa sababu ukweli ndio kitu pekee. Ndio maana tume za ukweli na upatanishi zina nguvu sana, kwa sababu sasa hivi kila mtu anaamini cha kwake, kwamba huyu anaamini kwamba sisi tumefanya maandamano ya haki, ya kudai haki, tukauliwa na vyombo vya dola. Upande wa pili wanasema dola ilikuwa inajaribu kuangushwa, unaelewa, kwa vurugu, unaelewa, na majaribio hata ya kugonganisha majeshi. Wanaharakati wetu ilifika kipindi wanamgombanisha CDF Mkunda na IGP Camillus Wambura, unaelewa, wanaambia kwamba nyie watu tokeni, jeshi lipo nyuma yenu. Risk za kuleta jeshi kwenye siasa, risk za kuingiza jeshi kupindua uchaguzi au katiba, tunaweza tukapelekana kama Misri. Misri walifanya maandamano, baadaye jeshi likaingilia, of course kwa shinikizo la Marekani. Yule El-Sisi akaja akawachanisha wote, jeshi liko madarakani hadi leo. Sudani walisema wataahidi uchaguzi, jeshi lao hadi leo wanapigana miaka mitatu, wamerudisha nchi miaka 50 nyuma. Na wanaendelea kupigana, na waliahidi jeshi kwamba tutawaleta uchaguzi, hii ni serikali ya mpito tu. Nadhani vitu vifanyika tarehe 29 vinahitaji kupewa jina lake kamili na stahili, ili upande zote mbili zoe zina shared truth, kwa sababu sasa hivi bado kila mtu anajiaminisha ukweli anaojua yeye. Tunahitaji kuwa na ukweli ambao unakubalika na pande zote mbili ya account, na tume ya uchunguzi wa kipelelezi kabisa nadhani itatusaidia kufika kwenye hizo objective zote, kwa sababu huwezi ukafika kwenye maridhiano bila kuwa na ukweli wa aina fulani na uwajibikaji. Naomba nijenge msingi wa swali langu katika swali la alama B, ambako amekuwa nazungumzia kwamba maridhiano bila shaka lazima mtaanza stage ya mazungumzo, then mtakwenda kwenye kukubaliana baadhi ya vitu kadhaa. Katika swali hilo mimi pia nikasema niongeze kwamba katika huo msigano uliopo wa pande mbili, definitely naamini kuna give and takes. Yani kwamba kuna kila upande lazima kuna jambo fulani inabidi pengine ndio urelease kidogo ili uweze kupata kile kitu ambacho unataka. Unafikiri unapoangalia hizi pande mbili hasa kuu ambazo zinasigana, what are the possible gives and takes? Yani kila upande unafikiri unaweza ukaachia kipi ili upate kipi, walau tukaweza kuja katika mstari wa kati sasa wa maridhiano? Nadhani kuna vitu, kuna confidence building measures nyingi zinaweza zikafanyika, na kubwa kuliko yote ambao unaweza ukapima tu kwa kawaida ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani na Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuwepo kwenye mazungumzo, wasiongea akiwa jela, lakini hiyo unamaanisha aachiwe. Hiyo ni king move ya kumeka, yani kama unacheza chess, yani ile ni king move kabisa, kwa sababu hiyo ndio ambayo inaweza ika break deadlock. Lakini changamoto ambayo tunayo ni kwamba mhimili wa mahakama ni tofauti kabisa na serikali na bunge. Elewa, na serikali inaweza ikawapa shinikizo mahakama kwamba hebu mwachieni jamaa, lakini sasa ukubwa wa kesi, ukubwa wa kete ya mtu kama wewe kuelekea kwenye maridhiano ni kubwa mno kuiachia hatua za mwanzoni. Mimi naangalia kwa engo nyingi, kwa sababu kuna hatua nyingi zishafanyika hapa katikati. Kuna mambo yameachiwa Zanzibar, kumeshaanza kuwa vizuri, vyama vinaitwa, na serikali actually inawabembeleza watu kuja kwenye maridhiano hata kama wameshinda, naelewa, hata wameita watu hivyo, na give and take ndio hizo. Upande wa pili, kitu ambacho wanaweza wakasaidia sana mchakato wa mazungumzo uende at least kwenye hatua nzuri ya kufanya maridhiano, ukimaanisha upande wa upinzani sasa. Upande wa upinzani nadhani nitarudi pale tulichokuwa naongea mwanzoni, wawe accountable, wawe wa kweli.
Ni uwajibikaji uanze na kukubali kwamba tarehe 29 hatakuwa na kitu kinaitwa maandamano ya kawaida. Tarehe 29 kulikuwa na jaribio la kupindua serikali ya Tanzania na kubaka katiba kwa shinikizo na fedha kutoka nje ya nchi. Kudhani kama wanaweza wakasita kwamba labda si kitu kizuri kwa kwenye rekodi yao au kukiri hilo jambo? Nadhani tupo kwenye rekodi mbaya tayari. Unajua hata Tanzania imekuwa inapambana na ugaidi miaka mingi tu hapa Tanzania. Inazima hata kabla hajatokea na inaendelea. Sometimes unakuta ina host magaidi hapa ndani ya nchi bila hata kujua kama ni magaidi. Unashtuliwa tu na vyombo vya nchi nyingine kuwaambia tu kwamba na huyu kaja kutibiwa, aliumizwa labda Mozambiki, amekuja kutibiwa huko labda Mtwara. Hii nchi actually inaongoza hata kwa kuexport ugaidi. Unaelewa, Tanzania wengi sana wanafanya. Lakini wao nafikiri watasimamia msimamo kwamba walikuwa wanaandamana kama haki yao ya kikatiba ama no. Sasa nafikiri ndio kinachosemwa mpaka sasa. Ndio maana nasema ukweli unahitajika uwe shared wa ukweli, kwa sababu mpaka sasa hivi naomba nikuhakikishie hamna mtu ambaye wanakubaliana kwamba kulikuwa na vurugu au kulikuwa na maandamano. Pande zote zimeamua kushikilia kinachoamini yenyewe na sio kuwa na shared reality. Uhalisia ambao unashikwa shared na pande zote mbili ndio ambao utatusaidia. Labda Mabii kuna kitu nataka ongezea. Na Mabii, kwa kumalizia tu kwamba tunatambua kuna tume jinai ambayo inaendelea. Wewe unahisi ikitoa ripoti yake na ripoti ikaonyesha kwamba kuna namna ambayo imewalenga baadhi ya wanasiasa au katika taasisi zao, ukiachana wale ambao wamekuwa yakitajwa, unahisi patakuwa na suluhu au mazungumzo mengine tena kupata maridhiano, au kutakuwa na haja kama wanavyoomba kuwa na wachunguzi wengine kutoka nje ya Tanzania kwa maana kimataifa? Kwanza wachunguzi wa nje tayari wapo. Ukiangalia Commonwealth, wakina tume ile akina Chakwera na ile wengine kutokea Afrika hapa, Umoja wa Afrika, nadhani tayari kuna external mediation. Na hii swala la nanilio la tume kutoa taarifa ambazo zinaweza zikaonekana kama zina target watu fulani au zinalenga, mimi nadhani kwamba ili watu waweze kufika hatua ambayo wanataka mazungumzo au maridhiano, ni pale ambapo watajua ukweli na ukubwa wa kosa lililofanyika. Watu wanadhani kwamba tarehe 29 wanaamini kabisa wameonewa, lakini upande wa pili na wenyewe unafahamu kabisa kwa sisi tulivyofundishwa, maana tumekubali tuna kundi la watu ambao watatumia kodi zetu, watakaa makambini kwa ajili ya kujifunza kulinda nchi ndani ya mipaka na nje ya mipaka kwa kutumia silaha kali. Unaelewa? We have people who wanaamini kabisa they were called to duty kulinda nchi siku hiyo. Watu wanaamini kabisa hivyo. Unaelewa? Kuilinda sio tu katiba, lakini kulinda Tanzania dhidi ya shinikizo kutoka nje ya nchi. Hizi ni pande mbili ambazo mimi nimesoma kesi nyingi sana za civil wars, conflict resolution. Ukweli, yani kukubaliana tu nini kimetokea ndio hatua ya kwanza. Unaelewa? Yani nilitoa mara mwisho mfano hapa mauaji ya kimbari. Ilichukua muda mrefu. Watu wanajua kinachoendelea. Hata leo hapa watu wanajua kinaendelea nini Gaza. Kinaweza kana genocide inaendelea Gaza. Lakini tunaweza tukagoma kuita kabisa jamii ya kimataifa. Tukagoma kabisa kama binadamu tukasema ni vita tu kati ya Hamas nini. Yani ile kuwa na shared reality na kuikubali kwenye ugomvi ni kitu kigumu mno, lakini tukiweza kuvuka hiyo hatua, nadhani tutaweza kufika hatua ambayo tutaongea ukweli, kwa sababu kumekuwa na uongo mwingi kutoka kwa wanasiasa, kumekuwa na uongo mwingi sana kutoka kwa wanaharakati. Tena sio pande moja, pande zote mbili. Lakini mimi naamini kabisa watu watapojua ukubwa wa shida iliyotokea tarehe 29, vitu vilivyotokea, mipango iliyofanyika, kwa sababu kulikuwa na clear coordination ya tuchome biashara gani, tuache ipi. Watu watapojua the weight ya uzito, nadhani wataenda kwenye meza mazungumzo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.